Bado kuna watu wanakataa ama wanaikataa ile video ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, ikiwa ni siku kadhaa toka atafutwe kwa muda mrefu, vyombo vya habari na propaganda nyingi kutoka Irani vikieleza kwamba alifariki katika makombora ya hypersonic ambayo waliyafyatua wiki moja iliyopita. Na siku ya jana tumeona alibreak internet baada ya kushare video Benjamin ama vyombo vya Israeli kwamba yuko sawa kabisa, na akieleza kwamba mapambano yake ya vita ya Iran yanaendelea na wanaendelea kushambulia vilivyo bila kueleza au kutoa picha kwamba hali ikoje huko. Na siku ya jana pia inadaiwa alitembelea baadhi ya sehemu kadhaa ambazo zimeathirika bila kuonyesha video ambazo ziko. Sasa tumeona wengi wameibuka na kuponda kusema kwamba video ile bado ni chanzo cha AI, kwamba imekuwa generated na AI kwa ajili ya kuendelea kuwadaa umma ama kuendeleza na propaganda ambazo zimekuwa zikiendelea huko kwamba Benjamin amefariki ama yuko katika hali mbaya. Lakini tumeona chombo cha habari cha Reuters kimetoa taarifa kwamba video ile imethibitishwa kwamba ni video ya Benjamin, waziri mkuu wa Israeli, na ni video ambayo imechukuliwa na AI kama watu wanavyozungumza. So unadhani nini kinatokea watu kuzusha taarifa hizo ambazo zimekuwa zikikanganya vyombo vingi propaganda hiyo? Na tumeona Irani imetoa taarifa nyingine na kueleza kwamba kwa sasa inajipanga kuhakikisha inamfuatilia kiongozi huyo wa Israel na kuhakikisha inamwangamiza. Na hilo ndo taarifa kuhusiana na Benjamin Netanyahu, ambaye paka sasa hivi bado kumekuwa kuna kivuli cha kifo, watu wakimzushia mpaka sasa. Unadhani kitaisha lini na ni kwa nini inatokea sasa hivi watu hawaamini hata taarifa zake zikitoka tofauti na awali? Na hivi karibuni alikosa kikao kimoja cha Baraza la Usalama cha Israeli, hali ambayo ilizua sitofahamu zaidi kwa nini alikosa kikao hicho ambacho kilifanyika mapema Machi 14.